Tumsifu Yesu Kristo. Risala kwa Mhashamu Askofu Stefano Lameck Msomba OSA kwenye adhimisho la misa ya kipaimara parokiani Mtakatifu Maria de Matias leo tarehe 17 Mei 2025. Mhashamu Askofu Stefano Lameck Msomba OSA wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, Padri Francis Pastor Malele, paroko wa parokia ya Mtakatifu Maria de Matias na mkurugenzi wa walei Jimbo la Bagamoyo, Padri Joseph Mkusi, paroko wa parokia ya Nyakasangwe, masista wa shirika la masista wa Bikira Maria wa Malkia wa Mitume Mbeya, masista wa shirika la masista wa dada wadogo wa Mtakatifu Francisco, masista wa shirika la wapendo la huruma wa Mtakatifu Vincent wa Paulo, viongozi wa kamati tendaji ya parokia, viongozi wa halmashauri ya walei parokia, viongozi wa kigango teule cha watakatifu malaika wakuu, viongozi wa vyama vya kitume na jumuiya parokia ya Mtakatifu Maria de Matias, wageni waalikwa, waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Askofu, kwa namna ya pekee waamini wa parokia ya Mtakatifu Maria de Matias tunamshukuru Mungu kwa kutujalia baraka zake katika adhimisho la misa ya kipaimara. Adhimisho hili ni la kipekee kwani ni parokia ya kwanza kufanyika misa ya kipaimara tangu jimbo jipya la Bagamoyo lilipotangazwa chini ya kiongozi wetu Mhashamu Askofu Stefano Msomba OSA. Kipekee tunakupongeza sana kwa kuteuliwa kuwa askofu wa kwanza katika jimbo jipya la Bagamoyo. Tunakuombea heri na baraka. Tunakuombea heri na baraka katika kuliongoza jimbo na kondoo uliokabidhiwa. Baba, hongera sana. Kwa moyo wa furaha, heshima na upendo mkuu, sisi waamini wa parokia Mtakatifu Maria de Matias Mivumoni tunakukaribisha kwa mikono miwili na mioyo yenye shukrani katika tukio hili takatifu la kipaimara ambapo vijana wetu 128 wapendwa wanapokea neema ya Roho Mtakatifu ili kuwa mashahidi wa imani ya Kanisa Katoliki. Tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika adhimisho hili muhimu. Hii ni ishara ya upendo wako wa kichungaji na uthibitisho kuwa umetumwa kwetu kama baba, mwalimu na mchungaji. Tunakushukuru kwa kutuongozea misa takatifu na homilia iliyojaa mafundisho, si kwa vijana wetu wa kipaimara tu, bali kwa waamini wa rika zote. Ilikuwa Julai 2024 ambapo parokia yetu ilitimiza miaka 10 tangu kutangazwa parokia mwaka 2014. Hivyo hatuna budi kutafakari matendo makuu ya Mungu kwenye parokia yetu, hasa kutafakari tulipotoka, tulipo sasa na tunapokwenda kwa kuishi utakatifu ambao parokia inashuhudia kupitia matukio mbalimbali ya kiroho na kijamii. Mhashamu Askofu, historia ya parokia ya Mtakatifu Maria de Matias inaanzia pale ambapo halmashauri ya walei parokia ya Mtakatifu Benedicto Abate, awali kigango cha Mtakatifu Francisco Xavier wa Zohil, ilipokabidhi uangalizi wa eneo hili la kanisa kwa jumuiya mbili za Mtakatifu Inyasi wa Loyola na Mtakatifu Martha mapema mwezi Mei mwaka 2005. Wakati huo kulikuwa na hofu ya uvamizi wa viwanja kwani maeneo yalikuwa ni mapya na hivyo ramani ya eneo haikuwa ikifahamika vizuri. Jumuiya hizi mbili ziliendelea kuhudumia eneo hili kwa kufanya usafi, kupanda miti na kulinda mipaka kwa kushirikiana na jumuiya nyingine zilizozaliwa hapo baadaye. Mbali
na shughuli hizo za uangalizi, sala za jumuiya, misa zikiwemo ubatizo na ndoa na hata shughuli nyingine za kiroho zilifanyika katika eneo hili bila kuwa na kanisa. Kutokana na umuhimu wa malezi ya Kikristo kwa watoto na mafundisho mengine ya dini, mwezi Januari 2009 waamini waliamua kwa pamoja kujenga kibanda kidogo cha muda ambacho kingetumika kufundishia watoto mafundisho ya dini ifikapo mwezi Mei 2009. Hata hivyo, kwa sababu mbalimbali ujenzi huo haukuweza kuanza hadi ilipofika Desemba 2009. Ujenzi wa jengo la kanisa la Kigango enzi hizo, sasa ni ukumbi wa parokia, ulianza rasmi Januari 2010 na ilipofika Aprili 2010 jengo lilikuwa limefikia hatua ya kuwa na paa na hivyo kuruhusu misa ya kwanza ya Pasaka kufanyika. Ujenzi wa jengo la kanisa ulipitia hatua mbalimbali za usanifu wa ramani ili kuendana na rasilimali fedha zilizotakiwa kufanikisha ujenzi huu. Ujenzi wa kanisa la awali uligharimu shilingi milioni 50, kiasi ambacho kinajumuisha mchango wa fedha taslim, vifaa vya ujenzi na nguvu kazi. Gharama nyingine hazikuweza kukadiriwa kwa kuwa zilikuwa ni majitoleo kwa njia ya nguvu kazi, discount. Ujenzi ulifanyika kwa kushirikisha jumuiya zote na ulihusisha kujenga sakristia, ofisi, vyoo, kuweka nguzo za uzio, kununua vifaa mbalimbali mfano viti, meza pamoja na makabati. Mwashamu Askofu. Kigango kilizinduliwa rasmi tarehe 29 Agosti 2010 na Padre Felix Mushobos, katibu wa shirika la damu takatifu ya Yesu duniani. Wakati huo Kigango kilikuwa na jumla ya jumuiya 8 tu ambazo ni Mtakatifu Inyasi wa Loyola, Mtakatifu Martha, Mtakatifu Rita wa Kashia, Mtakatifu Monica, Mtakatifu Katarina wa Siena, Mtakatifu Ambrose, Mtakatifu Thomas Mtume na Mtakatifu Lucia. Wakati huo Kigango kiliwekwa chini ya Mtakatifu Monica kama msimamizi na somo wake. Baadaye ilionekana ni muhimu kubadilisha msimamizi na somo wa Kigango kutokana na maelekezo ya viongozi wetu wa kanisa ngazi za juu. Hivyo tarehe 28 Agosti 2013 Kigango kiliwekwa rasmi chini ya Mtakatifu Maria de Matias kama msimamizi na somo wake hadi sasa. Mwashamu Askofu. Kigango kiliendelea kukua kiimani kwa njia ya kushiriki liturujia, sakramenti, huduma za kiroho na shughuli za jumuiya na vyama vya kitume. Kamati ya liturujia kwa kushirikiana na kamati tendaji ya Kigango walikuwa wakiratibu na kufuatilia ushiriki wa vijana waliopata kipaimara katika shughuli za kanisa kama vile utumikizi na usomaji masomo na upatikanaji wa vifaa mbalimbali vya misa. Kigango kilipozinduliwa mwaka 2010, hali ya sakramenti ilikuwa kama ifuatavyo: ubatizo 24, ndoa 6 na wakatekumeni waliopokelewa Pasaka ni 1, na watoto waliojiunga na mafundisho ya komunio ya kwanza walikuwa 32, kipaimara 27 na wakatekumeni waliokuwa mafundisho ya ubatizo walikuwa 11. Idadi ya jumuiya zilikuwa 8, familia zilikuwa 315 na jumla ya waamini 750. Idadi ya vyama vya kitume vilikuwa 4, yaani WAWATA, UWAKA, Utoto Mtakatifu na vijana. Huu ulikuwa ni msingi mkubwa wa kutufikisha kwenye miaka 10 tunayoifurahia siku hii ya leo na hata tunapoadhimisha misa ya kipaimara mwaka huu 2025. Tunawashukuru mapadi waanzilishi Padre Richard Tiganya na wasaidizi wake waliotuongoza na kutusimamia hadi tumefikia siku ya leo. Mwashamu Askofu, tuliposherekea mwaka jana miaka 10 ya parokia, tulitafakari ukuu wa Mungu katika parokia yetu.
Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mema anayotutendea kupitia maombezi ya mtakatifu somo wetu Maria de Matias. Kwani hadi sasa tumetimiza miaka 10, lakini takwimu za waamini zimeendelea kuongezeka, kwani kwa mwaka jana pekee waliopata sakramenti ya komunio walikuwa 105, kipaimara walikuwa 85, waliopokelewa Pasaka walikuwa 29, idadi ya jumuiya ilikuwa ni 43, lakini leo tunazungumzia jumuiya zimefika 46, kanda 8, familia 986, wanaume 786, wanawake 983, vijana 992, watoto 1422, na jumla ya waamini sasa katika parokia yetu ni 4183. Idadi ya vyama vya kitume kwa sasa ni 12. Tangu awali, jumuiya na vyama vya kitume wamekuwa wakishiriki kwenye shughuli za kiroho zinazoandaliwa na parokia, dekania, jimbo, kama vile ziara za kiroho, hija ndani na nje ya nchi, matendo ya huruma kama vile kuwafikia wahitaji ndani na nje ya parokia, uchangiaji wa damu salama, semina, makongamano, warsha, matamasha, mafungo, matembezi ya msalaba wa mwaka wa imani na matembezi ya jubilei ya dhahabu ya miaka 50 ya jumuiya ndogondogo za Kikristo, kupokea sanamu ya Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu, kuchangia vyombo vya uinjilishaji kama vile Tumaini Media, Radio Maria, na kuhamasisha uanzishaji wa vyama vipya kwenye parokia nyingine. Parokia ina kwaya 4, ambapo kwaya 3, kwaya ya Mtakatifu Maria de Matias, kwaya ya Kristo Mfalme na kwaya ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili wanainjilisha ndani na nje ya parokia. Mwashamu Askofu, waamini tumekuwa tukishiriki kikamilifu katika utoaji wa michango mbalimbali ikiwemo zaka, sadaka, shukrani, tegemeza jimbo na kuchangia shughuli za ujenzi. Uhamasishaji wa utoaji ni endelevu na unafanyika kwa njia ya semina, na taarifa zinawekwa wazi kujua mwenendo wa makusanyo ya michango kwa kila muumini, lakini pia kuhimiza michango ya lazima kama vile zaka. Mwashamu Askofu, waamini tunapata huduma za kiroho zinazotolewa na paroko wetu. Kwa sasa paroko anaendelea na ziara kwenye jumuiya 46 za parokia na kuadhimisha misa kwenye kigango tarajiwa cha watakatifu malaika wakuu. Mbali na maadhimisho ya misa kila Jumapili, kumekuwepo na misa kila Ijumaa na Jumamosi ya kwanza ya kila mwezi, pamoja na ubatizo, misa za somo wa jumuiya, misa na ahadi za shukrani na baraka mbalimbali. Huduma za sakramenti kwa wagonjwa majumbani pia utolewa na misa za maziko. Tunamshukuru baba paroko wetu kwa kutupatia huduma hizi. Mwashamu Askofu, ni jambo la baraka, kwani tulitamani sana kuwa na nyumba ya masista hapa parokiani ili wapate kuhudumu katika parokia yetu. Hivi leo yapo mashirika 3 ya masista wanaoishi maeneo ya Mivumoni na kusali katika parokia yetu ya Mtakatifu Maria de Matias. Shirika la masista wa Bikira Maria Malkia wa Mitume Mbeya, shirika la masista wa dada wadogo wa Mtakatifu Francisco, na shirika la masista wa Pendo la Huruma la Mtakatifu Vicenti wa Paulo. Mbali na kushiriki katika kazi za kiliturujia, wanasimamia shule za awali, msingi na sekondari, ambapo baadhi ya watoto wetu wanasoma katika shule hizi. Pia Jimbo Kuu la Dar es Salaam lilionelea ni vema na kuendelea kujenga nyumba ya maaskofu katika eneo la parokia, jambo la baraka na la kumshukuru Mungu kwa parokia yetu. Mwashamu Askofu, mbali na huduma za kiroho, shughuli za kijamii ambazo zinaweza kukua na kwa shughuli za kiroho
zimefanyika kwa kiwango kikubwa na nyingine zinaendelea. Tumefanikiwa kujenga kanisa kubwa na kuweka vifaa muhimu kama vile mabenchi. Tumefanikiwa kujenga nyumba ya mapadri. Tumefanikiwa kujenga kanisa la kuabudia. Pia tumejenga ofisi ya parokia, groto, maliwato ya kisasa, uzio, uwekaji wa vifaa vya tehama na ujenzi wa bustani za sala na maeneo ya maegesho na ununuzi wa viwanja, na sasa tuko katika ujenzi wa kanisa la kigango tarajiwa cha watakatifu malaika wakuu linaendelea. Ukarabati wa maeneo mbalimbali ya parokia pia umefanyika. Maendeleo yote haya yanatokana na michango ya wanaparokia, majitoleo ya watu binafsi, familia, punguzo la bei kwenye vifaa na majitoleo ya waamini, hasa kwenye nguvu kazi, kusimamia michoro na jenzi mbalimbali ambapo ni vipawa tulivyojaliwa na Mungu wetu. Mwasham Askofu, pamoja na mafanikio haya, zipo changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika kutekeleza majukumu haya, ambapo ni pamoja na kasi ndogo ya utoaji kwa baadhi ya waamini, mahudhurio duni ya kwenye sala za jumuiya, uchumba wa muda mrefu kwa baadhi ya waamini na kutoshiriki semina na ziara za kiroho. Parokia ilitimiza miaka 10 mwaka jana. Mwanzo tuliuona, mafanikio tuliyaona, tumeainisha changamoto, mambo ambayo yanatutafakarisha tulikotoka, tulipo na tunapoelekea. Ili kuiwezesha kazi ya Mungu isonge mbele, ni vema kuweka mikakati ili kukabiliana na changamoto zilizopo. Mikakati hiyo ni pamoja na kuinua moyo wa sala na imani kwa waamini, kufunga ndoa kwa wanafamilia wenye uchumba wa muda mrefu, kuongeza ari ya sala, mafungo na semina, kuongeza ari ya utoaji na kutakatifuza malimwengu kwa kuimarisha familia ambazo ndiyo kanisa la awali na jumuiya zetu. Mwashamu Askofu, kwanza tunamshukuru Mungu kwa mema mengi aliyotujalia sisi waamini wa parokia Mtakatifu Maria de Matias, na tunafahamu sisi sote kuwa tarehe 4 tulipokabidhiwa rasmi jimbo la Bagamoyo kule Bagamoyo, tulitangazwa pia dekania ya Mivumoni na makao makuu ya dekania hiyo yapo hapa Mivumoni. Ni jambo la kumshukuru na kumsifu Mungu kwa hili. Tunakushukuru wewe binafsi kwa kutuongozea adhimisho la takatifu la misa, kutoa sakramenti ya kipaimara kwa watoto wetu na hafla fupi ya kuwapongeza watoto wetu mara baada ya misa. Tumefarijika sana. Kwa niaba ya waamini wote wa parokia ya Mtakatifu Maria de Matias, Baba, tunakuomba upokee shukrani zetu. Tunakushukuru Baba Paroko na mkurugenzi wa walei jimbo la Bagamoyo kwa huduma za kiroho unazotupatia na juhudi unazozifanya kutunyanyua kiimani kwa kuhakikisha kuna kuwepo na ibada za misa, mafungo, semina, makongamano, hija na matamasha, na kutuelekeza kila wakati taratibu tunazotakiwa kufuata katika kanisa Katoliki. Baba, tunakushukuru sana kwa huduma yako. Tunamshukuru Frateri kwa usaidizi anaotoa hapa parokiani na mashuleni akisaidiana na katekista. Tunawashukuru masista wote kwa huduma wanayotupatia hapa parokiani. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru vyama vya kitume vya parokia, viongozi wa kigango teule cha watakatifu malaika wakuu, viongozi wa kanda, viongozi wa halmashauri ya walei parokia na jumuiya na waamini wote
kwa ushirikiano mnaoonyesha katika kutekeleza shughuli za kiroho na kijamii katika parokia yetu. Tumsifu Yesu Kristo.